Wakenya hamjambo. Wakenya hamjambo, mahali popote mlipo. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu, na nimekuja hapa kwanza nipeane pole zangu kama kiongozi wa vijana kwa familia ya Mheshimiwa Johana Ng'eno, bunge kutoka kule Narok County, ambaye alipata ajali siku ya Jumamosi, na ni huzuni kupoteza kiongozi kwa sababu amekuwa mbunge katika bunge la kitaifa na amekuwa kiongozi hasa katika mstari wa mbele akitetea jamii ya Wakipsigis kule kaunti ya Narok. Kwa hivyo basi mimi kama kiongozi wa vijana nipatiane pole zangu kwa familia yake yale ambayo yamefanyika. Jua ni huzuni kwa sababu Ng'eno alikuwa baba ya watoto, alikuwa mzee ya mtu, na pia alikuwa mtoto ya mtu, na alikuwa kiongozi katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo sisi kwa jumla kama Wakenya amekuwa kiongozi wetu. Kwa hivyo basi nipatiane pole zangu kwa familia. Mungu ailaze roho ya Johana Ng'eno mahali pema. Vile vile iko watu wanaongea mingi kama kina Oscar Sudi. Na juzi nimesikia kitusi Mheshimiwa Rigathi Gachagua kiongozi wetu. Na mimi nataka niambie Oscar Sudi, tunajua ya kwamba mko na wasiwasi kwa sababu huenda ikawa uchunguzi kifanyika nyinyi ndio wahusika wakuu. Pengine ndio maana mnawashwa na yale ambaye Rigiji aliongea. Mimi nataka niseme ya kwamba Rigiji aliongea kama kiongozi wa kitaifa, na wakati Mheshimiwa Ng'eno walipata ajali, hiyo story ilipeperushwa katika mitandao, na baada ya masaa mawili kila Mkenya alikuwa anajua yale ambayo yamefanyika. Picha zilikuwa zimejazwa kila mahali, na ni katika hiyo harakati kiongozi wetu alikuwa na mkutano kule Nakuru ya kuongea na wananchi, akasema ya kwamba kwa sababu tumepoteza kiongozi na ni kiongozi wa kitaifa na ni mbunge amechaguliwa na Wakenya na ni kiongozi ambaye pia alikuwa rafiki yangu, akasema ya kwamba ni vizuri wasimame wanyamaze kama ishara ya heshima kwa Johana Ng'eno. Hivyo ndivyo kiongozi wetu Rigiji alisema. Na baada ya hiyo kupatiana heshima, akasema ya kwamba yeye angependekeza hiyo ajali ya ndege uchunguzi ifanyike, ili familia na marafiki na Wakenya kwa jumla wajue hasa kile ambacho kimefanyika. Kiongozi wetu akapata ajali ya ndege na akachomeka. Mimi nataka niulize Oscar Sudi, sasa Rigiji kusema ya kwamba angetaka uchunguzi ifanyike ili tujue nini ilisababisha ndege kuanguka, kiongozi akakufa, ili familia, jamaa na marafiki na Wakenya kwa jumla wapate haki. Kwani Rigiji akisema hivyo shida iko wapi? Kwa nini mnawashwa? Kwa nini mnatusiana? Kwa nini mnaongea mbaya? Na Rigiji hakusema Oscar Sudi ameua Ng'eno. Rigiji hakusema Aaron Cheruiyot ama Murkomen ameua Ng'eno. Rigiji hakusema ati William Ruto ameua Ng'eno. Ile kitu alisema kama kiongozi wa kitaifa, alisema ya kwamba kwa sababu si kawaida kupata ajali ya ndege, akasema ni vizuri uchunguzi ifanyike ili julikane mbunge wetu amepata ajali kwa njia namna gani, ama ni vipi ndege inachomeka kwa hewa na kiongozi amekufa. Na hivyo ndivyo imekuwa hata hapo awali. Zile ajali zote zimefanyika za ndege, za barabarani, kiongozi akihusika, inakuanga desturi, inakuanga kawaida, lazima uchunguzi ifanyike ili familia, jamaa na marafiki na Wakenya kwa jumla wajue kweli na wapate haki kisheria. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba ukiona wale majamaa wanatusiana, ukiona Oscar Sudi vile ambavyo anaongea anatusiana, basi ina maana pengine iko kitu anajua sisi hatujui. Iko kitu anajua pengine sisi hatujui. Na nimekuja hapa kukemea wale mabloggers ambao walipatiwa kazi na Oscar Sudi, wakaandika ya kwamba wakachukua video kwa mitandao ya Rigiji akiongea wakiwa katika Nakuru,
wakachukua video Rigiji akiongea akiwa katika Nakuru. Hiyo video wakaiedit, wameiweka ionekane ya kwamba eti Rigiji anasema ya kwamba anafurahia Mheshimiwa Ng'eno amekufa. Hiyo ni kazi ya mabloggers, mashetani, mapepo wale wamelipwa na Oscar Sudi, wajinga walagai wale wamelipwa na Oscar Sudi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, matamshi yake siku ya Jumamosi katika mkutano kule Nakuru, ili aliongea iko wazi. Aliambia Wakenya wasimame kama ishara ya heshima ya mwisho kwa sababu kiongozi ameaga. Na kisha akazidizia kusema ya kwamba Ng'eno amekuwa rafiki yake kisiasa, wamefanya mengi kisiasa na walikuwa wanashirikiana kisiasa. Akasema ya kwamba angetaka ichunguzwe kwa sababu alikuwa rafiki yake kisiasa. Hivyo ndivyo Mheshimiwa Rigathi alisema. Kwa hivyo hawa mabloggers wanaeneza upuzi hapa, wameedit ma video under instructions of Oscar Sudi. Nyinyi mnakosea heshima familia ya Johana Ng'eno. Mnakosea heshima familia ya Johana Ng'eno. Kitu kingine tukiwa hapo, siku ya jana Mheshimiwa Rigathi akiwa kwa kanisa alielezea uhusiano yake vile ambavyo imekuwa na Mheshimiwa Johana Ng'eno. Na Wakenya wanajua ni wazi ya kwamba wakati kina Ishongwa and the rest walianza kusema ya kwamba wataimpeach Rigathi Gachagua, inasemekananga akiwa Kisumu kwa hoteli, William Ruto alimtumia watu wakarekod vile ambavyo alikuwa anaongea akiwa kwa room yake ya kulala. Na jana Rigiji akatuambia ya kwamba yule alikuwa amemtembelea hiyo siku alikuwa anaongea naye alikuwa Johana Ng'eno. Na Johana Ng'eno, it is on record, it is in a public domain. Wakati wa impeachment alisimama sana na kudefend Rigathi Gachagua. In fact, katika Rift Valley mzima, wale viongozi mwanzo walisimama na Rigiji wakasema ya kwamba watasimama na yeye na atampatia heshima mpaka mwisho. Alikuwa Johana Ng'eno na Senator Cherargei. Hao wawili ndio walisimama wakasema ya kwamba hawatakubaliana na wale ambao wanataka kumuondoa kwa mamlaka kinyume na sheria Rigathi Gachagua. Kwa hivyo Ng'eno alisimama na Rigiji. Hakuna mahali Rigiji ameongea uongo. Video ziko. Alisimama na Rigiji na akasimama na ukweli na akampigania kama rafiki yake. Hivyo basi Rigathi Gachagua ni haki yake kama Mkenya yeyote ama kiongozi yeyote kusema yale alisema kuhusu rafiki yake ambaye amepata ajali ya ndege. Na wale wanaongezea maneno, wale wanaongeza porojo zao, wale wanaongea porojo mingi, hiyo yote tu ni upuzi. Lakini ukweli ni kwamba Johana Ng'eno alisimama wazi, alisimama wima na akaunga mkono Rigathi Gachagua na akamtetea. Siku alikuwa anapitia some political persecutions. And that is what they were discussing in the room wakiwa kule Kisumu, according to what Rigathi Gachagua said yesterday. Kwa sababu pia baada ya yeye Ng'eno kupatikana wanazungumza mengi wakiwa na Rigiji, hata yeye alianza kuteswa na hii serikali. Alianza kupitisiwa mambo mangumu kwa hii serikali. And those were some of the things they were discussing with Rigathi Gachagua. And therefore, ni vizuri tuseme hapa, kina Oscar Sudi, ile heshima kubwa mnaweza patia familia ya Johana Ng'eno, kwa sababu unajifanya sana wewe ulikuwa rafiki yake. Unajifanya sana vile mlikuwa mnaongea. Ni sawa, sisi hatuna shida na hatusemi wewe haukuwa rafiki yake. Ile kitu tungetaka kusisitiza ni ya kwamba ile heshima kubwa unaweza patia bibi yake na watoto ni kufunga mdomo, uache kutusi Rigathi Gachagua. Na kama kweli bwana Oscar Sudi uko na heshima na Johana Ng'eno na familia yake, kwa nini unakataa uchunguzi ifanyiwe? Hatuwezi nyamaza tuseme eti hali ya hewa ilikuwa mbaya zaidi, eti ndio maana ajali ikapatikana. We cannot assume. This is Kenya. Na tunajua vile siasa zinapangwa hapa. Juzi tumepoteza CDF hapa. Hii tu mambo ya ndege hapa mnasema sijui ya hewa. Akachomekea kwa hewa. 1 year later kiongozi Ng'eno amechomekea bado kwa hewa. So hatuwezi nyamaza tuseme ya kwamba ni ajali za kawaida. And in the case Oscar Sudi, even if ni accident tu ya kawaida, kwani iko makosa kuchunguza tujue kwa nini
kutujua kwa nini yule pilot alikubali kuendesha ndege na anaona hewa haikuwa sawa. Kwani iko makosa kuchunguza? Hakuna makosa kuchunguza. Na kama mnaheshimu Johana Ng'eno na familia yake, ile kitu mnafaa kuambia Rais wa Jamhuri ya Kenya na idara ya polisi, idara ya upelelezi, ni ya kwamba waharakishe kuhakikisha kwamba wamefanya uchunguzi, ili familia, kabla wazike baba yao, kabla wazike mtoto yao, kabla Wakenya wazike kiongozi wao, kwanza wajue nini kiliendelea. Hiyo ndio ile haki tunaweza pata ile familia. Kwa sababu unajua, ni vizuri tuambiane ukweli. Katika jamii ya Kipsigis, yule kiongozi ambaye alisimama kuwatetea usiku na mchana, yule mtu alikabiliana na mapolisi. Siku huko Narok kumekuwa na vita ya mashamba. Yule mtu alisimama mchana wazi akakabiliana na mapolisi. Wala walikuwa nasababisha maafa katika hiyo vita ya mashamba. Alikuwa Johana Ng'eno. Na iko wazi na kwamba Johana Ng'eno amekosana na serikali mingi, hata wakati wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akitetea jamii yake ya Kipsigis. Kama iko siku Johana Ng'eno ametetea watu wake, kama iko siku Johana Ng'eno amekosana na serikali, si kwa sababu eti yeye alikuwa anauza mihandarati, si kwa sababu yeye eti alikuwa mwizi, si kwa sababu eti yeye alikuwa na biashara za magendo. Kama iko siku Johana Ng'eno amekosana na serikali yoyote, ni kwa sababu alikuwa anatetea watu wake wa Kipsigis. Na ndio maana amekuwa katika mstari wa mbele kutetesa na kuuliza serikali maswali. Kwa hivyo hilo jambo hatuwezi lichukulia kwa urahisi, kwa sababu mtindo wa hii serikali, wakiona mtu anasimama na kutetea jamii yake ama kutetea wale ambao wamemchagua, kawaida wanaanza kumtishia, kawaida wanaanza kumzungusha, kawaida wanaanza kumtesa. Na ndio maana hatuwezi chukulia hili jambo kwa urahisi, kwa sababu tunajua Johana Ng'eno amekuwa katika mstari wa mbele akitetea watu wa Kipsigis. Na watu wa Kipsigis wanajua hivi. Watu wa Kipsigis wanajua hivi, na nimeona hata jana waliongea, wakasema ya kwamba wangetaka Matiang'i, wangetaka Rigathi Gachagua, wangetaka Martha, wangetaka hao viongozi wote washikane kusukuma serikali ifanye upelelezi na ifanye uchunguzi. Kwa hivyo niambie Sudi, hiyo matusi utapeleka pengine. Na sisi tumechoka kama jamii bana. Umetusi Rigathi ya kutosha. Umetusi Rigathi ya kutosha. Hata kama uko na shida na yeye, hata kama iko kitu yako alikula bwana Oscar Sudi, tokea utuambie unadai Rigathi hii na hii na hii. Lakini hawezi kuwa kila siku ukiamuka hapa ukikosana na girlfriend yako bwana Oscar Sudi, ukivuta bangi, ukivuta shisha, ukivuta kubeli, ukikunywa pombe, eti kazi yako ni kuamuka tu bangi yako itakuonyesha utusi Rigathi Gachagua. Hii upuzi hatutakubali Sudi. Hii upuzi hatutakubali. Na iko mahali itafika hata sisi tutakuja tu kwako Oscar Sudi. Wacha tu nikwambie hapa kwa kamera. Kwa sababu juzi Rigijia ameongea na akatuwekea audio vile ambavyo ulimtusi siku nyingine hapo. Jana umerudia hiyo makosa. Nataka nikuambie, tunajua nyinyi ndio serikali. Tunajua nyinyi ni ma-expert wa kuuana na kufanya abduction. Lakini hiyo haitafanya tuogope, kwa sababu hata wewe uko na makende mbili kama sisi. Na ile kitu tutafanya sasa mahali imefika. Bwana Oscar, tutakuja kwako. Tutakuja kwako. Uandae chai, utapata wageni hivi karibuni. Tutakuja kwa hiyo boma yako uandae chai. Tutakuja kwa hiyo boma yako, tutaketi chini Oscar Sudi. Sisi wana wanaume, hakuna mtu ako na makende tatu, uko na mbili kama sisi. Tutaketi chini. Na utatuambia nini kila siku ukiamuka unatusi Rigathi Gachagua. Rigathi sio bibi yako bana. Heshimu yeye, na hata kama hauoni maana yake, sisi kama jamii ni kiongozi yetu hapa. Sisi kama Wakenya ni kiongozi wetu. Rigathi Gachagua is the identity of one-term movement. Rigathi Gachagua is the key principle in the united opposition. Rigathi Gachagua is a man God is going to use to liberate this country. Rigathi Gachagua is a man God have chosen to bring changes in this country. And therefore, Bwana Oscar Sudi, tutakuja kwako kwa boma yako na tutaketi chini, utatuambia shida yako na Rigathi ni nini. Lakini hatutavumilia tena hii matusi. Hatutavumilia tena hii matusi. Mlimtusi hivyo wakati alikuwa naibu wa rais, mlimtoa kwa kiti kasia nyinyi. Hamwezi endelea kumtusi na yeye alitoka kwa serikali. Hana deni yenu, hakuna deni yenu wako naye. Na kama mnaona yeye ndiye atazuia huyo mtu wenu apate kiti, atazuia, na William Ruto hatapata kiti. Hatapata kiti for so long as Rigathi Gachagua ako uhai, William Ruto hatapata kiti.
Rigathi Gachagua is the determinant in this election. He is a man God is going to use to make sure William Ruto serves one term as a president. Hiyo ndio ukweli, mpende msipende. Na kama iko kitu mtafanya mfanye. Hatuwezi kuwa tunasumbuana hapa kila wakati. Tumevumilia mingi. Yale mlifanya mkamtoa kwa serikali, mkamtoa kwa kiti. Kinyume na sheria. Mkafanya ukora yote na ile upuzi yote mlifanya mkamtoa kwa kiti. Mlifanya hiyo yote na tulivumilia. Saa hii yeye ni kiongozi wetu hapa wa jamii na ni kiongozi wa kitaifa na ni kiongozi wa chama cha DCP, chama ambayo iko na wafuasi katika jamhuri hii. Na hivyo kama hutaheshimu, unajua mlishi kutusi Uhuru Kenyatta hapa, tunanyamaza tu kwa sababu alikuwa rais. Tulinyamaza kama jamii tu kuongea, mkamtusi. Na baada ya kutusi Uhuru Kenyatta tukawalipa na mazuri tukawapatia kiti. Saa hii mmekula mmeshiba, kazi yenu ni kutapikia watu. Hiyo kiburi tunaizima. Bwana Oscar Sudi, hiyo kiburi tunaizima. Hiyo kiburi tunaizima. In the next 1.5 years. Hiyo kiburi tutaizima. Tutaizima sana. So sitaki kuzungumza kuzidi hapo. Ile kitu tumesisitiza ni ya kwamba jamii ya Johana Ng'eno wapatiwe heshima yao. Na kupatia hiyo familia heshima na haki ni kuhakikisha kwamba uchunguzi umefanyika. Na si Johana Ng'eno peke yake, kwa sababu katika ile ndege walikuwa na watu wengine ambao ni watu watano. Pia hao ni watoto wa watu. Pia hao jamii zao zinalia. Kwa hivyo hizi familia zote 6 watu wao waliangamia katika ile ajali. Njia ya kupatia heshima ni kuhakikisha kwamba tumewafanyia haki, uchunguzi ifanyiwe. Na sisi hakuna mtu tunawekelea lawama. Isipokuwa ni Oscar Sudi analialia mapema. Ni kama anajua iko kitu anajua hatujui. Sisi hakuna mtu tumewekelea lawama. Nikijia hakuna mtu ametaja. Hatujawekelea mtu yote lawama. Ni kusema tunasema ya kwamba idara ya polisi, idara ya polisi washikane wafanye uchunguzi kwa haraka. Kabla tuzike hao watu tujue ukweli. Hiyo tu ndio tunataka, ni haki yetu sisi kama Wakenya kuitisha haki. Lakini mkileta upuzi hata sisi tutaleta upuzi. Kwa hivyo mfikishie Oscar Sudi habari. Mwambie kwamba hivi karibuni atayarisha chai, atakuwa na wageni. Tunaenda mpaka kwake. Lakini hata tusi kiongozi wetu hatutanyamaza tena. Hatuwezi nyamaza. Tunajua wao ndio wako na marisasi. Wao ndio serikali, wao ndio wako na wakora, wao ndio wanakontrol kitu, wao ndio wako na pesa. Tufasonga wako na makanabiri, hatuwezi kuogopa kama mbaya. Ile kitu